Mei 16, Ijumaa, mwaka wa 2025. Misho ya dunia ya kila muumini iko wapi? Wakorintho wa pili 1:11. Ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu. Sababu kwa nini makanisa yanafunga milango yao ni kwa sababu harakati za maisha hazifanyiki. Ukweli kwamba harakati ya uinjilisti haifanyiki inaashiria kwamba harakati ya injili haifanyiki pia. Mgogoro umekumba zama hizi. Kwa hivyo lazima ushikilie ushahidi na utoke nje kama shahidi. Mwanzo wa njia ya waumini wapya inafuata njia ya mfalme ambaye alivunja mamlaka ya Shetani, nabii ambaye alifungua njia ya kukutana na Mungu, na kuhani ambaye alipata kuondoa majanga yote. Utafikia mwisho wa dunia mara tu utakapoenda kwenye njia hii. Mwisho wa dunia, maofisa wa kanisa hurejezea njia iliyochaguliwa na Yethro, Rahabu, Hana, Yese, Obadia, watu wa Babeli na wahusika wa Warumi 16. Mwisho wa dunia kwa remnant inaashiria kwenda nje kama mmishonari wa shambani, mmishonari maalumu na mmishonari wa uchungaji moja. Mjumbe unapokutana na waumini wapya, ikiwa unawafundisha tu njia za kukutana na watu wa kuwapendeza na kufuata njia zenye faida, mwishowe utawaongoza katika uharibifu. Lazima badala yake uwafundishe jinsi ya kuinua baptism mioyoni mwao, kwani lazima uokoe wengine baada ya kupokea faraja kutoka kwa Mungu badala ya kutafuta faraja kutoka kwa wengine. Mjumbe ni muhimu sana. Waumini wote wanaweza kusikia sauti ya Mungu kupitia mjumbe. Kwa hivyo, misho ya dunia kwa waumini ni mjumbe. 2. Sababu kamili baada ya Abrahamu kushinda vita alimwokoa Loti. Hata hivyo, mbali na kutoa zaka, hakuchukua mapato yoyote ya vita. Baadaye alitoa sadaka yake ya zaka kwa kuhani Melkizedeki. Vivyo hivyo, lazima uwaombee wanafunzi katika seminari na uwatumikie watumishi wa Mungu. Hii ndiyo sababu kamili. Wakati huo huo, lazima uandae kuongeza watu mashuhuri kutoka makabila 5,000 na kuanzisha kumbi 3 imara kanisani na mashambani 3. Ratiba ya wakati, agano sahihi. Mungu aliwapa watumishi wa Bwana mamlaka ya kutambua kupitia ibada na neno na pia kutangaza baraka. Kwa hivyo, waumini wote lazima wasikilize sauti ya Mungu wanapoomba. Unahitaji tu kupata agano sahihi linalolingana na ratiba ya wakati wa Mungu ndani ya hii. Hii ilikuwa njia ya jinsi kanisa la kwanza lilivyohamisha ulimwengu. Lazima uwe mhusika mkuu ya kambi 3. Kanisa la kwanza waziwazi lilifanya uinjilisti huku Paulo akiufanya kwa busara. Lazima utimize harakati ya injili katika mataifa 237 na mambo haya matatu. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba kushikilia agano lako sahihi leo na kugundua sababu yako kamili nikienda kanisani. Baptism yako na iinuliwe ndani yangu. Naomba niende kwenye safari ya kiti chako cha enzi, niwaokoe wengine na kuinua miongozo inayoinua uamsho wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.